unapoitambua kwamba wewe sasa ni Muislamu, kwamba wewe ni Muislamu, je, unafahamu kwamba Uislamu ni level tu ya kwanza, lakini si kwamba ukiwa tu Muislamu basi tayari unaingia peponi. Yatakiwa kuna mambo uyafanye ili uvuke level hiyo ya kuwa na ule Uislamu, usonge mbele uwe na imani, usonge mbele uwe na ihsan. Kwa hiyo unapokuwa tayari wewe ni Muislamu, haitoshi tu kwamba kwa sababu jina lako wajulikana kwamba ni Muislamu, jina zuri kabisa, lakini matendo ni sifuri. Kwa hiyo Uislamu ndugu zangu ni matendo. Kwa hiyo tupo katika mwezi huu wa Dhulqaada, fungo pili. Ni mwezi ambao katika dini yetu ya Uislamu inahimizwa kwamba ni katika miezi mitukufu sisi tukithirishe ibada, tufanye sunna kwa wingi, tutekeleze faradhi kwa wakati wake, na tuweze kufanya namna mbalimbali za kheri, kwa sababu wema wake unakuwa mkubwa zaidi. Na tunakatazwa kufanya matendo machafu, kwa sababu matendo yake ndani ya mwezi huu yanakuwa pia mabaya zaidi. Sasa wewe ambaye ni Muislamu tayari, je, unafanya matendo mema? Katika suratu Al-Hujurat, hii ni sura ya 49, qalat al-a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhul al-imanu fi qulubikum. Walikuja mabedui kutoka mashamba wakasema kumwambia Mtume sallallahu kwamba sisi tumeamini, amanna. Mtume akamwambia mseme kama mmeamini, semeni tumesilimu. Kwa sababu gani? Uislamu, yani imani haijaingia katika nyoyo zenu bado. Kwa hiyo hatua ya kwanza unakuwa na hatua ya Uislamu, then hatua ya pili unakuwa na hatua ya imani. Kwa hiyo kila Muislamu atakiwa ajipime, je, amefikia hatua ya imani? Kwa sababu huwezi kufikia hatua ya imani kama huja kuwa na hatua ya Uislamu. Sasa Uislamu sio tu kuwa ni jina, ni kujisalimisha na amri za Allah Subhanahu wa Ta'ala na kumtii Mola wako mlezi, ili ufikie level nyingine, level ya imani, then level ya ihsan. Baada salama.